Asante Mungu kwa ajili ya wakati mzuri, wakati mtamu wa kusikiliza neno lako. Na asante Mungu maana umeandaa chakula kitamu mezani pako kwa ajili ya watoto wako kukusikia. Umesema tukusikilize nasi Mungu tutafanikiwa. Umesema tukutazame wewe Mungu, tuko mbele yako wakati huu tukikutazama wewe, tukitaraji kitu kutoka kwako, tukitaraji kupokea kutoka kwako. Tumefungua macho yetu, tumefungua mioyo yetu. Mungu, sema nasi, sema na maisha yetu, sema na vilivyokufa katika maisha yetu, sema na mifupa katika maisha yetu. Bwana Yesu, asante maana unapenda kuonekana kupitia katika neno hili. Bwana Yesu, mimi mjoli wako nakuja mbele zako. Ninaomba Mungu nitumie kama chombo tu. Sina sehemu ya utukufu ninayochukua kutoka kwako, lakini utukufu wako ninakurudishia wewe. Ni katika jina la Yesu. Katika siku ya leo tutakwenda kuangalia somo linalosema thamani ya kifo cha Yesu Kristo msalabani. Kwa nini thamani ya kifo cha Yesu Kristo msalabani? Msalaba ni nini? Msalaba ni namna ambayo ilikuwa ikitumika katika kuadibisha watu ambao walikuwa wametenda kosa fulani kubwa sana katika jamii, na katika namna hii watu walikuwa wakiuawa. Kwa hivyo kama mtu ametenda kosa kubwa ambalo halistahili katika jamii, inamaanisha kwamba huyo mtu alikuwa amelaaniwa. Kwa hivyo ilipaswa kuandikwa msalabani ili kulipia kosa lake alilolifanya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo hakuwa wa kwanza kusulubishwa msalabani. Wako watu wengi ambao waliwahi kusulubishwa msalabani, lakini thamani ya kifo cha Yesu Kristo msalabani, yaani Yesu mwenyewe alipokufa msalabani, ilikuwa tofauti kabisa na vitu vingine ambavyo viliwahi kutokea. Wako wengine ambao walisulubishwa msalabani, lakini hawakuweka alama ambayo Yesu Kristo ameiweka mpaka leo. Inamaanisha kwamba kuna kitu cha tofauti, kuna kitu ambacho ni thamani kubwa ambayo Yesu alitafuta pale Kalvari kwa ajili ya kwako wewe na mimi. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba wakati wa Yesu kufa walisulubishwa watu watatu, lakini Yesu hakupaswa kuwa sehemu ya wale watu watatu. Lakini kwa nini Yesu alisulubishwa badala ya yule mwingine ambaye alipaswa asulubishwe? Kwa sababu iko thamani, liko kusudi ambalo Yesu alimleta hapa duniani ili afe kwa ajili yetu. Hesabu sura ya 21 mstari wa 4 mpaka wa 9. Katika kipindi hicho tunaona ya kwamba wana wa Israeli walimlalamikia Mungu kwa sababu ya njia ambayo walikuwa wakipita. Ni kweli walikutana na makuu mengi kama mimi na wewe tunakutana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alitengeneza kwa kupitia Musa. Alimwambia Musa ya kwamba tengeneza nyoka ya shaba ukaiweke juu ya mti, na kila alitazamaye atapona. Inamaanisha ya kwamba wengi walikuwa wamekwisha kufa, lakini kwa kupitia ile nyoka ya shaba ambayo iliandikwa juu ya mti, kila aliyetazama atapona. Katika mchana wa leo, Yesu Kristo ni nyoka ya shaba ambayo imeandikwa msalabani, na kila atakayetazama atapona. Yumkini ya kwamba ziko hofu nyingi ambazo zimekuwa katikati yetu. Ni hofu ya nini? Ni hofu ya ugonjwa korona, ni hofu ya lile ambalo unalipitia. Wana wa Israeli walikufa, lakini walipotazama nyoka ya shaba, kila mtu ambaye aliumwa na yule nyoka mwingine alipolitazama nyoka ya shaba iliyoandikwa juu ya mti alipona. Katika mchana leo mimi nikutangazie ya kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani, akaiweka thamani kuu ya wewe kupona, ya wewe kukombolewa katika kila ambalo limekuwa gumu kwako. Wana wa Israeli walikuwa wakikutana na mauti, lakini kupitia Yesu Kristo walipona. Isaya sura ya 9 mstari wa 2 mpaka wa 7. Biblia inasema ya kwamba Yesu alikuwa aje watoe watu kutoka katika nuru, kutoka katika giza kuwapeleka katika nuru. Unaona ya kwamba namna ambavyo shangwe kuu zinatajwa kutokana na kuzaliwa kwa Yesu. Sasa hizi shangwe zinakamilishwa na nini?
cha Yesu msalabani. Ni shangwe kwa sababu Yesu amekuja kutukomboa katika utumwa ambao tulikuwa nao. Ni shangwe kwa sababu kuna kitu ambacho Yesu amekifanya kwa ajili yetu. Iko thamani kuu ambayo Yesu Kristo alifanya pale msalabani kwa ajili yetu. Ndio maana unaona ya kwamba tunaambiwa kwamba amekuja kututoa katika giza na kutupeleka katika nuru. Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 39 mpaka 42. Biblia inasema ya kwamba akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama mimi nitakavyo, bali kama wewe utakavyo. Bwana Yesu asifiwe. Naona ya kwamba hapa ni maneno ya Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba alienda kuomba akiwa na wanafunzi wake. Mara tu Yesu alipojua ya kwamba kifo kinamkabili, alienda kuomba pamoja na wanafunzi wake. Kwa nini alienda kuomba? Tayari alishafahamu uzito wa kile kifo kinachomkabili. Yesu alijitolea kufa kwa ajili yetu. Biblia inasema ya kwamba Yesu, Mungu aliuliza, ni nani aende ulimwenguni na waokoe watu wao? Yesu Kristo akasema mimi. Lakini washangaa ya kwamba katika hii aya ya Mathayo 26 unaona Yesu amefika wakati akiomba kikombe hicho kimepuke. Lakini ameendelea kusema ya kwamba si kama mimi nitakavyo, bali kama wewe utakavyo. Ukitafakari mstari huu utaona uzito wa kile kitu ambacho Yesu alikuwa anapitia. Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa ni Mungu kamili na alikuwa ni mtu kamili. Kwa hiyo mateso ambayo alikuwa anayapitia, alipitia mateso katika mwili kamili. Alifahamu namna kile kitu cha kuangikwa msalabani kilivyokuwa. Akitazama alikuwa anaiona ile picha ya kuangikwa msalabani ilivyo, na hakuweza kustahimili katika namna ya mwili wa kawaida nyumbani. Ilifika wakati akamwambia Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Lakini kwa sababu gani akasema, ila kusudi lako litimie kama wewe utakavyo? Kwa sababu kiko kitu ambacho alikuwa anakiwaza Yesu katika kichwa chake. Ndio maana akasema ya kwamba ufanye wewe utakavyo. Akamwachia Mungu ya kwamba ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke, ila si kama mimi nitakavyo, bali kama wewe utakavyo. Thamani ya kifo cha Yesu msalabani ni mimi na wewe. Yaani hivyo ndio thamani ya kifo cha Yesu Kristo msalabani. Yumkini katika siku ya leo usingekuwepo. Mungu amekuokoa na mambo mengi. Amekuokoa na hayo kwa njia ya kufa kwa ajili yetu. Asingekufa kwa ajili yetu, tusingekuwepo. Asingekufa kwa ajili yetu, nguvu usingetushinda. Kwa hiyo naweza kusema ya kwamba wewe ni thamani kubwa sana ambayo Yesu akafa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wako ni thamani ya kifo cha Yesu Kristo msalabani. Kila kitu ulicho nacho katika maisha yako ni thamani ya kifo cha Yesu Kristo msalabani. Haleluya. Unaona ya kwamba Yesu Kristo alipomaliza kuomba, akawapata wanafunzi wake, akawaambia, mbona hakukesha hata saa moja? Yumkini alikuwa anatamani waombee katika kile kitu ambacho ilikuwa apitia. Biblia inasema kwamba alirudi tena kuomba, kumsifu Mungu, ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke, ila si kama mimi nitakavyo, bali kama wewe utakavyo. Huu ni wakati ambao Yesu alikwenda kuteswa. Ukipata muda utasoma ni Mathayo 26 mpaka 27 mpaka 28 utakumbuka. Tunaona kwamba wakati yule amekuja kukamatwa, Yuda sasa ameshamsaliti. Tunaona kwamba wanafunzi mmoja alichukua upanga wake akamkata moja ya askari ambao walikuwa wanataka kumkamata Yesu. Lakini Yesu akawaambia, mimi ningekuwa naweza ningefanya hivyo. Ningemwambia baba yangu aagize jeshi la askari waje kupambana na hawa watu. Lakini nikifanya hivyo yatatimizaje maandiko? Inamaanisha kwamba maandiko yalikuwa
tayari kifo cha Yesu. Maandiko yalikuwa yameshatabiri tayari ukombozi wetu. Lakini Yesu angeamua kutumia uungu wake, yangetimizaje maandiko? Tungekombolewaje bila wewe? Ni vitu gani ambavyo Yesu alifikiria katika kichwa chake hata akaamua kuwa mpole? Sehemu nyingine inasema ya kwamba Yesu alipigwa, alitemewa mate, lakini akanyamaza. Walimuuliza maswali mengi ya kejeli, lakini akanyamaza. Acha kuna wale tunavyoulizwa maswali ya kejeli tunajibu ovyo. Alinyamaza. Alinyamaza ili kusudi la Mungu liweze kuonekana katika maisha yake. Alitufundisha vitu vingi sana katika mateso yake, vitu ambavyo anatamani mimi na wewe kama Wakristo, kama watoto wa Kristo ambao tumezaliwa katika Kristo, tufanye vivyo vivyo, tufanane na yeye vivyo vivyo. Bwana Yesu asifiwe. Alitufundisha uvumilivu, alitufundisha kunyamaza, alitufundisha kusubiri. Ni kitu gani ambacho kilimfanya Yesu akanyamaza? Ni kitu gani ambacho kilimfanya Yesu akabeba mateso yake? Kitu cha kwanza ni upendo. Upendo ni nini? Upendo ni kupenda vile alivyo. Haijalishi kama wewe mtu wako anakupiga au anakutukana au anakuacha, ni upendo tu. Ni kumpenda vile alivyo. Haijalishi kama anatenda neno jema kati yako. Watu wengi au upendo tuliozoea sisi mpaka mtu fulani akufanyia kitu fulani kizuri ndio utampenda. Ni mpaka mtoto wako akufanyia kitu kizuri ndio utampenda. Ni mpaka mkeo akufanyia kitu kizuri ndio utampenda. Lakini upendo tunaojifunza hapa katika siku ya leo, upendo ambao Yesu alitupenda sisi, alitupenda wewe. Kitu kingine, Yesu alinyamaza. Hakuonesha ule uungu wake, kwa sababu alikuwa anahitaji kusudi la Mungu litimie. Kitu cha kwanza nimemwambia ni upendo. Kitu cha pili, alikuwa anahitaji kusudi la Mungu litimie. Akasema ya kwamba litatimiaje kusudi la Mungu ikiwa mimi nitaagiza majeshi ya malaika? Ilikuwa ni kutimiza kusudi la Mungu. Kitu cha tatu, Mungu alimwaza, Yesu alimwaza mwanadamu, alifikiria. Anasema ya kwamba tulikuwa tu katika laana ya torati, tulikuwa tuko katika namna ya urithi mbaya kutoka nyuma kwa mababu zetu, lakini Yesu alifikiria, alikuwaza, akasema haiwezekani, lazima nifanye nitakalofanya. Na sasa hivi anasema piga kwa nitahakikisha nimkomboa mwanadamu. Tuangalie kusudi la kwanza au kazi ya kwanza msalaba. Ya kwanza ni upatanisho kati ya sisi na Mungu. Upatanisho kati ya sisi na Mungu. Walawi 17:11. Kabla ya Yesu kuja, upatanisho ulikuwa unafanyika kwa kutumia damu za wanyama. Lakini damu za wanyama hazikufaa kwa sababu zilikuwa zinafunika tu makosa. Inamaanisha ya kwamba hii damu wakati inafanya upatanisho, upatanisho ni nini? Ni kama kurejesha uhusiano mzuri. Inamaanisha ilikuwa haiwezi kurejesha uhusiano mzuri kati yetu sisi na Mungu. Tuangalie kazi ya pili ya msalaba, kumkomboa wanadamu kutoka kwenye laana ya torati, laana yake ya torati. Kumkomboa wanadamu kutoka kwenye laana ya torati, Wagalatia 3:13-14. Alipoangikwa msalabani akafanyika kuwa laana. Inamaanisha kwamba zile laana ambazo sisi tulikuwa tumebeba zote zilikuwa juu ya Yesu. Kwa hiyo alipofanyika kuwa laana msalabani na akasema yote yamekwisha, inamaanisha ile laana ambayo ilikuwa inakabili sisi haipo tena. Na Biblia inasema ya kwamba tupate kuirithi ile baraka ya Ibrahim. Kitu kingine, Yesu alikufa msalabani kutusaidia kushinda dhambi. Waraka wa kwanza Yohana 3:8. Kazi ya Ibilisi ni kukufanya wewe uende dhambi. Inamaanisha kwamba ulitambua kazi ya msalaba.
ametulipia gharama ya dhambi na kutusamehe dhambi. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21, Mathayo 27 mstari wa 16 mpaka 18. Hapa inaonyesha kwamba Yesu alipa gharama ambayo Baraba alitakiwa. Biblia inasema kwamba Baraba alikuwa ni mhalifu wa kupindukia, lakini kwa hila wale wakuu wa masinagogi walitaka Yesu asulubiwe badala ya Baraba. Tunaona ya kwamba Yesu alilipa ile gharama ambayo Baraba alipaswa kulipa. Kupitia kifo cha Yesu msalabani imetupatia kibali cha kuingia patakatifu pa patakatifu. Ukisoma katika Mathayo ile 26 inaeleza kwa habari ya Yesu Kristo alipokufa. Biblia inasema ya kwamba mnamo saa 9 pakawa giza, na ndipo ilipofika wakati ambapo Yesu Kristo alitwaa roho yake. Tunaona baada ya Yesu tu kutoa uhai wake mwenyewe, maana hakutolewa na mtu, alitoa uhai wake mwenyewe. Tunaona ya kwamba vitu vingi vilitokea. Wafu walifufuliwa, kulitokea tetemeko la ardhi, lakini mojawapo ya kitu ambacho kilitokea ni kwamba pazia la hekalu lilipasuka. Nini maana ya pazia la hekalu kupasuka? Inamaanisha kwamba tulipewa haki ya kuingia patakatifu pa patakatifu. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 6 mpaka 8, tunaona ya kwamba ile hekalu lilikuwa limegawanywa katika sehemu zingine, na kipindi kile watu walikuwa wakija kuabudu, wanaabudu kupitia katika ua wa nje, ambapo tunaona ya kwamba pale kuhani alikuwa akikutana na watu na kuwasaidia katika shida zao, lakini kuhani alikuwa anaruhusiwa kuingia patakatifu pa patakatifu mara moja tu kwa mwaka. Biblia inasema kwamba alikuwa akiingia na damu, na inasema kwamba hiyo damu ilikuwa ni kwa ajili ya kwake yeye na wale anaowawakilisha, kwa ajili ya kwake yeye na wale anaowakilisha. Inamaanisha kwamba hii damu ilikuwa ni utakaso na upatanishi kwa ajili ya kwake na wale anaowapatanisha. Sasa kama itatokea kuhani akaingia ndani alafu hakupata ule upatanisho na Mungu, alikuwa anafia kule, hakuweza kutoka. Sasa unapatia picha ya kwamba sisi ndio waumini, alafu kuhani ameingia ndani hapo hajatoka, maombi yetu hayajaenda sehemu yoyote. Inamaanisha kwamba maombi yetu hakuweza kuyafikisha kwa Mungu, wala msamaha wetu wala upatanisho wetu tuliokuwa tunaomba haukuweza kufika. Kwa kulitazama hili, Yesu alitamani tuweze kuzungumza na Mungu mwenyewe kupitia katika kitu chake cha nafsi. Ameondoa huzuni na masikitiko na kuleta uponyaji. Isaya 3 mstari wa 4 mpaka 6, ya kwamba Yesu Kristo alizichukua huzuni zetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Unapokuwa na huzuni, moyo wako lazima unakuwa hauna amani. Unapokuwa na huzuni, moyo wako unakuwa hauna utulivu. Lakini Yesu amepigwa ili mimi na wewe tupate amani ndani ya mioyo yetu. Haijalishi nini kinatokea. Haijalishi nini kinatokea. Na ndio maana wakati mwingine unakuta mtu fulani anapitia majaribu mazito, lakini yuko na amani. Ni kwa sababu gani? Ni kazi ya msalaba kwa Yesu. Msalaba umeleta kuvunja nguvu za mauti. Waebrania 2 mstari wa 14. Wakorintho wa kwanza sura ya 1 mstari wa 18. Biblia inasema kwamba kwa maana neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Na katika hiyo Efeso anasema kwamba kwa maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu.
Imetupasa kuiangalia neema ya Mungu kwa namna tofauti. Imetupasa kumwangalia namna ambavyo Yesu aliteswa kwa ajili yetu na kuichukulia kile kitu alichokifanya kwa uthamani wake. Imetupasa kufahamu ya kwamba sisi ni wa thamani sana. Imetupasa kufahamu ya kwamba Yesu Kristo alilipa gharama kubwa ya damu yake kwa ajili yetu. Biblia inasema kwamba damu ni uhai. Yesu Kristo alitoa uhai wake kwa ajili yetu, uhai ambao sisi tusingeweza kutoa kwa ajili ya Mungu. Kwanza sisi wenyewe tusingeweza kutoa kwa ajili yetu, lakini Yesu Kristo alitupatia neema ya kutuokoa bure, alitupenda bure. Kwa hivyo tusichezee neema, bali tuchukulie wokovu tulio nao kama kitu cha thamani sana. Ndio mwisho wa